Kuna culture ya watu hata kwenye nchi, ukimwona anatembea tu unajua yule ni nini, yule ni mtu wa nchi fulani, si ndio? Kuna mwingine ukimwona anavyonyoa tu unajua kwamba huyu ni mtu wa aina fulani. Unajua hata leo ukiwa mwalimu na ukawa shuleni tu unahoji kuhusu haki, utasikia wanakuambia we ni Chadema. Uongo kweli? Popote mtu yoyote anayepinga uovu nchi hii anaambiwa yeye ni nani? Ni Chadema. Na we are very proud of that, kwa sababu hiyo ni culture yetu. Sasa miongoni mwa culture yetu nyingine ni spirit ya watu wetu kujitolea. Hiyo wao wanajua wenyewe. Na ukiona watu wamesafiri, kwa sababu sisi hatuna maburungutu ya hera, kwa mfano sasa hivi hatuna ruzuku, lakini kila kitu cha chama kinaendelea. Hawa tulioona wamekuja hapa sasa, mama, hiyo ndio spirit ya Chadema. Kama hata wewe unataka kujiunga Chadema, ujue hiyo ndio spirit yetu. Kujitolea mpaka tutakaposhinda nchi hii na kuibadilisha, kwa sababu watu wana kiu ya mabadiliko. Kwa watu watajiorganize wenyewe kwa nchi nzima, na utashangaa watakuwepo maelfu kwa maelfu ya watu pale. Kwa hiyo ni nani? La pili, hiki chuo kishapangwa siku nyingi kwenye mimi nikiwa kwenye kamati kuu, ni miongoni mwa mambo ambayo tulikuwa tumeshayapitisha. Kwa sisi kama viongozi wapya tuliochaguliwa, na tumekuwa na misukosuko kwa kweli tangu tuchaguliwe tarehe 21 mwaka jana mwezi Januari, si ndio? Mwezi wa 4 mwenyekiti akakamatwa, tukaendelea na ziara kidogo, tangu mwezi wa 7 chama kikafungiwa, si ndio? Mpaka sasa haturuhusiwi hata kwenda kwenye ofisi zetu. Mliona Gwajima alipofungiwa ameenda kule, amekuta speaker zimeibiwa, sijui nini kimeibiwa, na hata sisi hatujui makao makuu ya chama chetu kuna nini, kwa sababu haturuhusiwi kwenda pale. Na nitumie nafasi hii nimemwona mvulana fulani anaitwa Kihongosi, alipozungumza mzee nani Butiku kushangaa kwamba Chadema inafungiwa, anamjibu kwamba ni mahakama. Kwa nani ajui mahakama nchi inafanyaje kazi? Kwa hiyo mama, hii ofisi au haya majengo immediately baada ya chama kurudi, ambao na imani tutakuwa kwenye action hivi karibuni, baada ya chama kurudi in full action, tutatangaza, na itakuwa ni kitu cha wazi na Watanzania wataambiwa. Kwa hiyo hili ni wazo ambalo limekuwepo, na leo kwa sababu mzee hayupo nikaona niliweke tu watu wajue kwamba Chadema ina mpango ambao umekuwepo muda mrefu wa kujenga chuo cha kumbukumbu ya Edwin Mtei, ambacho kitafanya kazi ya kufundisha fani mbalimbali ambazo azipigania mzee, katika kuwapa watu wetu elimu na ujuzi wa namna ya kuendesha siasa, kwa sababu siasa ndio maisha. Siasa ikiathirika, hakuna hata waandishi wa habari, hakuna maisha, hakuna mshahara, hakuna chochote. Na mmeona siasa ilivyoathirika juzi, madhara yake yalivyokuwa makubwa.